kusaidia kuwa mshauri na mtu wa sala na ibada, mpate kuwa kweli chumvi, chachu, mwanga na kioo kwa jamii inayoongoza. Tunajifunza kwa mifano, sio kwa nadharia. Wengine kwenda ibada ya kuabudu waone wezi kwenye Ekaristi komunika waone, kwenye kuungama ndivyo hivyo, hakuna mshindi pale. Kwa hiyo wapendwa wetu, tunapokuja kama hivi kumweka Mungu mbele, kuna mtazamo wake, kuna baraka zake, lakini lazima tutaenda sisi kufuata mwongozo huo. Ya tatu, wapendwa, siku ya mama duniani tunarudia, ni nafasi hii kuwashukuru, tuwapongeze. Kuongeza mshukuru moja ni kwamba nakumbuka pia familia yako, nakumbuka mama, kama umetangulia mbele ya haki kote kule kukumbuka. Wengine wetu, baadhi yetu duniani hawatambui hata mama wao, wametelekezwa hapa na pale, lakini kama mimi ipo dada, ipo shangazi, ipo bibi, kote kule niko na shukrani. Na pia kama mama kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa baraka hiyo ya uumbaji, nafasi kubwa. Ungesema mtoto ni wa baba, hakuna hiyo. Halo, robo tatu ya mtu ya mtoto ni mama. Naamini miezi 9 ndio na kadhalika. Mateso hayo yote hayo ni mfumo, sikatai, lakini hali pia kama mama basi jistahi tai kuna mapungu hapa na pale, kwa kweli dada poa huko ndio kule kutoka kule tusaidia. Lakini kama kanisa basi tunawashukuru kwa majitoleo yetu kwenye familia, kwenye kanisa na kwenye jamii kwa ujumla wetu. Baraka zitatolewa baada ya kuandikwa nafasi ya mwisho kule, pia baada ya kuapisha viongozi ili ni kanisa la Bwana kote kule tukisaidiana na kumpa sifa na utukufu. Mama Maria na pia kama mama tunawakabidhi kwa mama. Amina. Tunawakabidhi kwa mama, tena ni mwezi wa mama kwa tani huu. Mstari wa kila siku mwezi huu wa tano na rozari haiondoe kwenye familia, kwenye jumuiya kusali rozari. Lakini kama kanisa, kama Rwanda na parokia, tunatoa nafasi kujumuika pamoja jioni saa 11 kuja mbele ya Bwana, kujikabidhi kwa familia zetu, waume zetu, ndugu zetu kote kule ni mama tunamkimbilia. Kwa hiyo wahimize na kuwaomba chukue nafasi hii mwezi huu wa tano zaidi kujikabidhi kwa mama, na pia kwenye kuabudu siku ya Alhamisi. Tumkimbilie Mwenyezi Mungu na kauli yetu muhimu, Bwana usinipite. Wengine hawana habari, tunapita mara moja kuishia, Bwana usinipite ikiwa katika hali yangu, kama ni furaha, ni kicheko, ni huzuni, kote kule Bwana nao. Tafakari. Kwa kiongozi, kwa mama, kwa mwenyewe, je, tetezi wako mtakatifu wako mwezini ulio nayo unajiandaa kwa kutukosa mapati saba ya Roho umepungukiwa na au ndo shukuru kwa lipi katika haya yote? Mweke Mungu mbele, tegemee, mwambie niko hapa, unanifahamu mapungufu yangu, toa yangu, nipe neema, niongezee mtetezi wangu, anisaidie kujitambua zaidi na kujirudi na kusoma.
tukiri